Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huni mshike mbali na kutufuatilia kupitia runinga yako na nafasi ya kuungana nasi kupitia kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na X zamani Twitter. Tunapatikana kwa jina la Azam TV TZ, lakini usisahau kuungana nasi kwenye ukurasa wetu wa michezo wa Instagram Azam TV Sports. Huko unaweza kutuandikia maoni yako na tutakuja kuyasoma hapo baadaye kupitia kipindi hiki. Tuanze safari yetu. Timu ya taifa ya soka ya Tanzania Taifa Stars majira ya saa 4 kamili usiku itashuka dimbani katika dimba la Amani kule Zanzibar kuikabili Zambia maarufu kama Chipolopolo kwenye mchezo wa kukamilisha ratiba ya kundi E kuwania kufuzu kombe la dunia mwaka 2026. Taifa Stars inaingia uwanjani ikiwa nafasi ya pili kwa alama 10 nyuma ya vinara Morocco wenye alama 21 kileleni, tayari wameshafuzu kombe la dunia mwaka 2026. Zambia ina alama 6 kwenye nafasi ya 4 na msimamo huo ndio ambavyo unaonekana mpaka hivi sasa, na matokeo yoyote ya leo kwa timu zote mbili hayawezi kuwa na msaada wa kuendelea kwenye hatua inayofuata. Mwenzetu Gift Alex Macha muda huu yupo katika uwanja wa Amani kule Zanzibar. Kwanza tuungane naye kuweza kusikia mawili matatu kutoka kwake. Gift, karibu. Pasina shaka umekuwa ukikita kambi hapo tangu juzi, jana na hata leo pia. Tuambie maandalizi yako vipi kuelekea mchezo hii leo? Naam, Kennedy Moses na kupata vyema sana kutoka hapa kwenye uwanja wa Amani Zanzibar, na tumekuwa hapa tangu juzi kwa ajili ya maandalizi ya mchezo huu, na naweza nikasema hadi kufikia muda huu mchezo upo, kwa maana ya timu zote mbili tayari zimeshawasili uwanjani hapa zikiwa tayari kwa ajili ya mchezo huu. Lakini pia tayari baadhi ya mashabiki wamewasili tayari ndani ya uwanja huu wa Amani kwa ajili ya kutazama burudani ya soka ambayo inatarajiwa kutolewa hapa na Taifa Stars ambao ni wenyeji ya Zambia Chipolopolo, ambao jana walifanya mazoezi hapa jioni kwa ajili ya kuzoea uwanja huu majira ya saa 12:30 mpaka saa 1:30 hivi, lakini baadaye walifanya pia Taifa Stars. Lakini ambacho naweza kuambia muda huu ni kwamba maandalizi yote ya mchezo yanaonekana kukamilika kwa 100%, na tunasubiri ni taratibu nyingine kukamilika na mchezo wenyewe kuanza majira ya saa 4. Naam, umekuwa hapo kwa hizi siku mbili kama tulivyozungumza hapo awali. Umekuwa hapo juzi, umekuwa hapo jana, na mwamko ni tofauti mara nyingi inavyokuwa bara na visiwani Zanzibar. Mwamko uko vipi kwa mashabiki mpaka sasa zikiwa zimesalia dakika chache sana kuelekea kick off, hasa kwa wale ambao wamejitokeza kwenye uwanja wa Amani kuisupport Stars? Ya ambacho naweza kusema Kennedy kwamba mwamko unaonekana kuwa ni wa wastani kiasi, sio mwamko mkubwa sana pengine tofauti na mchezo uliopita ambao tulicheza dhidi ya Kongo hapa, kwa sababu ni mchezo ambao ulikuwa unaonekana uko zaidi na maamuzi kwenye kufuzu ile playoff, kwa maana kutokea kundi letu kwenda kwenye zile timu tano ambazo zitakwenda kwenye hatua ya playoff. Lakini baada ya kupoteza mchezo ule unaonekana hamasa yake imekuwa ni ya wastani, lakini licha ya kwamba mashabiki ambao wamejitokeza mpaka muda huu wengi sana, lakini tunaufahamu utaratibu wa Zanzibari. Wengi huwa wanakuja dakika 30 au 40 kabla ya mchezo, ndio ambao huwa wanasogea uwanjani hapa kwa ajili ya kutazama mchezo. Kumbuka uwanja huu wa Amani uko katikati ya mji, ni sehemu rahisi kufikika kutoka maeneo mbalimbali, kutoka Chukwani, kutoka Fuoni, kutoka maeneo kama Michezani, ni rahisi kufika kwenye uwanja huu. Hivyo nataraji kuona idadi kubwa ikiongezeka ya mashabiki pengine kadri muda ambavyo unasogea. Lakini pia mashabiki wa Chipolopolo Zambia walifika hapa mapema, sio wengi sana, lakini walikuwa na mshamsha nyingi kweli, kuonekana kwamba wanautaka mchezo huu, kwa maana kwamba tulishinda pale Zambia, wanataka kulipiza kisasi. Lakini pia nilimuona jana kocha Azam Gans pamoja na wachezaji namna ambavyo morali yao ilikuwepo, ni morali ya watu ambao wanataraji kupambana na kuonyesha kitu katika mchezo huu. Naam, Gift, mbali na kuwa upo hapo ukifuatilia kwa karibu yanayoendelea, historia yako na ambacho unakifanya kila siku, wewe ni mchambuzi, kwa namna ambavyo umekiona kikosi cha Stars, namna ambavyo umewaona Chipolopolo mpaka sasa, kwa jicho lako la kiuchambuzi sasa, nini unakiona kwenye 90 za leo New Amani Complex? Na naona ni mchezo huru, huwa tunasema ni mchezo ambao wachezaji wa timu zote mbili watacheza zaidi kuonyesha kile ambacho
wanacho, kwa maana ya kwamba mbinu zitakuwepo kiasi, lakini wachezaji kuweza kucheza kila mmoja kuonyesha uwezo wake ndicho ambacho nataraji kukiona zaidi kwenye mchezo wa hii leo, kwa maana ya kwamba ukiangalia kocha Hemedi Morocco amefanya mabadiliko kadhaa kwenye kikosi chake. Baadhi ya wachezaji wa kongwe sehemu nahodha kuwa na Samata, mshambuliaji Kinara, Simon Msuva, miongoni mwa wachezaji ambao wamepumzika, lakini utaona wachezaji wengi wapya kina Morris Abraham, kina Chazi Mbombo wamepewa nafasi, kina Maino wameitwa kwa mara nyingine kwenye timu hii. Hivyo ni mchezo ambao nataraji kuona wachezaji wa timu zote mbili wakicheza zaidi huru, wakijaribu kuonyesha kile ambacho wanacho na mbinu kwa kiasi fulani kwa makocha wa timu zote mbili. Kumbuka huu ni mchezo wa FIFA, hivyo una maana pia katika zile ranki za FIFA. Hivyo ni mchezo pia wa heshima kwa timu zote mbili, kwa maana kulinda heshima kwa Taifa Stars ikiwa inapiga nyumbani, lakini pia kwa Zambia kulinda heshima ya kutokupoteza mechi mbili mfululizo, kwa maana walipoteza Zambia goli moja kwa bila, wapoteze tena hapa kwenye uwanja wa Amani nyumbani kwa Taifa Stars, ni kitu ambacho pia hawatapenda. Kwa hiyo nataraji kuona hilo morali kwa timu zote mbili, kwa maana ya kulinda heshima, lakini kucheza kwa uhuru zaidi kwa wachezaji. Shukrani sana Gift, kwa sababu umekita kambi hapo, utapata saa mwingine wa kujua mengi zaidi kutoka kwako. Ni Gift Alex Macha nikizungumza naye kutoka visiwani Zanzibar kuhusiana na kinachoendelea huko, kuhusiana na mchezo ambao utakujia hivi punde tu moja kwa moja kuja kwenye kisimbuzi cha Azam katika chaneli ya ZBC2. Muda tuangalie kile sasa ambacho tunaendelea kukujuza kuhusiana na mwendelezo wa taarifa hiyo, ambapo tukisalia hapo, baadhi ya wachambuzi na wadau wa soka nchini wameeleza tathmini pamoja na hisia zao kuelekea mchezo wa kufuzu kombe la dunia mwaka 2026 kati ya Tanzania dhidi ya Zambia utakaochezwa leo saa 4 kamili usiku kwenye uwanja wa Amani Complex visiwani Zanzibar. Cha kutimiza makundi, kwa sababu ukiangalia kwenye issue ya idadi ya alama hata kwenda kutafuta kwenye mechi za playoffs, ni kwamba ni mechi ambayo sidhani hata kama tutapata alama hizi tatu, I don't think have no nafasi ya kuweza kusogea kwenye hatua hizo za kucheza playoffs, kwa sababu wako wenzetu ambao tayari wameshasogea kwenye hizo alama, wameshavuka. Kwa hiyo of course ni mechi muhimu, na umuhimu wa mechi possible ni kwenye kutengeneza statistics nzuri, lakini pia ni mechi ambayo itatusogeza. Kama utashinda utasogea kwenye viwango vya ubora. Ni mechi ngumu kwa sababu kwanza Zambia hana cha kupoteza. Sawa, haja qualify, na hata hiyo nafasi hata kwenda tu kwenye playoff ni ngumu sana, kwa sababu kapoteza almost michezo yote. Ukiangalia michezo yote minne ya mwisho ameipoteza. Sawa, katika michezo 22 michezo 13 kapoteza. Katika michezo 8 ya mwisho mchezo mmoja kapoteza. Kwa hiyo Zambia hana cha kupoteza, ataingia amerelax. Lakini kwetu sisi wa Tanzania ni mechi ambayo ina pressure, kwa sababu tunakutana na timu ambayo tuliifunga kwao. Sawa, wanakuja kujiuliza kwa upande wetu, na tumekuwa tuna rekodi nzuri sana kwa upande wa nyumbani. Hata mechi ya mwisho Niger tukufanya vizuri. Kwa hiyo tuna hiyo pressure ya kuibadilisha hali ya nyumbani kwenda kuwa matokeo mazuri. Mchezo ni tough. Zambia sio wabaya sana, japo wamepoteza michezo mingi na wao kama ambavyo unaweza kusema hawana cha kupoteza, lakini mpira ni mpira tu, lazima ujiandae kumkabili mpinzani. Tumeona kikosi kilichoitwa ni kikosi kizuri kwa maana ya wachezaji ambao wamekuwa wamechaguliwa kujiunga na kikosi cha timu ya taifa. Uwezo wa mchezaji mmoja mmoja ni mzuri sana ukiangalia, hata ukitaka kucompare na wenzetu tunaokabiliana nao, lakini tunakosaga sometime team play. Kwa hiyo mwalimu anatakiwa alifanye kazi. Tunategemea kuona timu ambayo itacheza kitimu. Cha kwanza mchezo utakuwa mgumu sana. Kwa mimi nimebahatika kuona Zambia kwenye mechi chache, sio mechi nyingi, lakini ni watu ambao wanajituma. Wamepoteza katikati kama wameyumba, lakini kwa kitazama mchezo wa leo utakuwa mgumu. Kwa maana gani? Kwa sababu Zambia kwanza wataingia kwenye mechi hii hawana cha kupoteza. Cha kwanza inawezekana wakaingia wanatafuta heshima, lakini sasa vile vile timu yetu Tanzania jinsi tunavyocheza, tunapokuwa nyumbani, tunapokuwa ugenini, yani ni timu ambayo kuna muda mwingine hizi timu ambazo zimepoteza matumaini zikifika kwetu sisi ndo zinapoibua matumaini yao. Muda tuungane na Philip Mkine ambaye ni mchambuzi wa masuala ya soka, baada ya kusikia maoni ya wachambuzi hapo.
tuone yeye mtazamo wake. Ni upi Philip, karibu. Asante kaka. Mambo yanaenda. Safi za kwako. Tuko vizuri. Fresh, mambo yanaenda. Zimesalia dakika chache sana kuelekea kwenye mchezo wa kufuzu kombe la dunia ambao ni kama kila mmoja anakamilisha ratiba, lakini una athari pesa chanya ama asi kwenye msimamo wa namna ambavyo timu zimepangwa kwa ubora wa FIFA barani Afrika na amini duniani kwa ujumla. Nini unakiona kuelekea mchezo kati ya Chipolopolo dhidi ya Tanzania akiwa nyumbani? Nafikiri ni mechi ambao walimu wote wana malengo tofauti. Zambia anakuja akiwa nafikiri kwa kipindi cha hivi karibuni kwenye makundi ambao Zambia amekuwa na Stars, ndio kipindi ambacho Stars ameonekana kuwa bora zaidi kuliko yeye, kwa sababu Stars amekusanya pointi 10, ana uwezo wa kuchukua 3 akafikisha 13. Zambia mpaka sasa hivi ana pointi 6. Matokeo ya jumla kwenye mechi ya leo bado hayataathiri sana msimamo jinsi ulivyo, sababu bado hata kama Stars atapoteza atabaki nafasi ya pili akiwa na pointi zake 10. Zambia kama akishinda atafika kwenye pointi 9, lakini yana maana tofauti kwa sababu kuna vitu vingi sana vya kuangalia. Bado tunaangalia kwenye ile ranking ya FIFA. Endapo Stars yakishinda, kwa sababu Zambia yuko juu kuliko sisi, tutakuwa tutapanda kwenye nafasi kubwa. Tulipodondosha pointi dhidi ya Congo Brazzaville tulishuka kwa sababu ya ile sare, kwa sababu wale walikuwa chini kuliko sisi. Kwa hiyo hapa ni lazima tushinde ili tuende juu zaidi, lakini pia ni nafasi ambayo mwalimu nafikiri Ahmed Morocco anatakiwa aitumie mechi hii kama maandalizi kwa ajili ya michuano ya AFCON ambayo inafanyika mwezi Disemba, na Stars ni moja kati ya timu ambayo imeshafuzu. Nafikiri itakuwa ni mechi ya mwisho ya mashindano kabla hatujaenda kwenye AFCON. Kwa hiyo mwalimu lazima hivyo vitu vyote viangalie. Kwenye uwanjani dakika 90, sisi na Zambia tumekuwa na matokeo mchanganyiko. Tana na Zambia mara nyingi wakiwa kwetu, kitu cha ajabu ni kwamba mechi nyingi wakiwa kwetu wanapata ushindi. Alafu sisi tukienda kwao mechi nyingi tunapata ushindi, kwa sababu hata ukiangalia mechi ya kwanza sisi pamoja na kwamba tumedondosha pointi kwa Nigeria, tumedondosha pointi kwa Congo Brazzaville, lakini sisi kwa Zambia tumechukua pointi 3 tukiwa nyumbani kwao. Wamekuja kwetu sasa hivi, ni nafasi ya kuonesha kwamba uwezo huo tunao, pamoja na kwamba kwenye mechi 5 za nyuma ambazo tumecheza nao tukiwa nyumbani wenyewe wameshinda mechi 2, tumetoka sare mechi 3. Kwa hiyo hii ni mechi lazima tuwaoneshe kwamba tuna uwezo wa kuchukua pointi zote 3 na kujiweka kwenye nafasi nzuri zaidi kwenye zile ranki za FIFA. Shukrani sana Philip, tutapata saa mwingine pia kujadili mengi zaidi hapo baadaye. Ni Philip Nkini, mchambuzi wa masuala ya soka, nikizungumza naye kuhusiana na mchezo ambao tunakuja hivi punde wa kufuzu kombe la dunia kati ya Tanzania dhidi ya Zambia maarufu kama Chipolopolo. Kunimshike mshike. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni mshike. Karibu sasa tuangalie maoni ambayo umetuandikia kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii, hasa Facebook na Instagram. Swali lilikuwa linahoji, Tanzania ama Taifa Stars inaivaa Zambia Chipolopolo kufuzu kombe la dunia 2026. Unategemea mchezo wa namna gani? Swali limeuliza hivyo, tuangalie kile ambacho umetujibu na kutuandikia kupitia ukurasa wetu wa Instagram. Na sasa ni Azam TV Sports kule Instagram, anaitwa Ahmad Nalinga. Anasema anategemea mchezo mzuri sana na wenye ufundi, lakini naamini Tanzania tutashinda. Ameishia hapo. Odeka Junior anasema mchezo utakuwa mzuri na wa kiufundi zaidi. Kikubwa ni kuhakikisha wanafanyia kazi kile walichojifunza na kupata ushindi. Lakini Salum J4 yeye anasema anategemea mchezo wa kushambulia sana, sababu hatuna cha kupoteza. Ni maoni yake hayo kupitia ukurasa wetu wa Instagram. Tuangalie sasa ukurasa mwingine, pasi na shaka ni Facebook, Azam Sports unaitwa hivyo. Patrick Sanga anasema Wairinga Kiponzelo, mchezo utakuwa mzuri sana kutokana na ubora wa Tanzania iliyokuwa bora na kuimarika sana. Pia nashauri Tanzania wakipata nafasi yoyote iwe fursa ya kuitumia na sio kuichezea. Lakini Shakasha Junior yeye anasema wa Morogoro, hii mechi haina cha kupoteza, inabidi kocha aweke wachezaji ambao ni upcoming player ili kuona ni namna gani watatusaidia AFCON 2027. Lakini Emmanuel Maziko yeye anasema kwa mimi naona wachezaji watapambana sana, game haitakuwa rahisi, Tanzania tunashinda 1-2. Ni maoni yake hayo kupitia ukurasa wetu wa Facebook, na ni maoni ambayo yametolewa na wadau mbalimbali kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii. Tuendelee kuangazia taarifa nyingine kubwa ambazo tunazo hii leo, na taarifa nyingine ni kuhusiana na michezo miwili ya nusu fainali ngao ya jamii kwa upande wa wanawake ambayo inatarajiwa kuchezwa hapo kesho Alhamisi kwenye uwanja wa KMC Complex, ambapo JKT Queens itacheza na Yanga Princess, huku Simba Queens wao wakicheza dhidi ya Mashujaa Queens. Afisa habari na mawasiliano wa shirikisho la soka Tanzania TFF Clifford Mario Ndimbo yeye amezungumzia maandalizi ya michezo hiyo, huku akisisitiza kuwa hakuna kiingilio cha mashabiki kwenye michezo hiyo, hivyo wajitokeze kwa wingi.
Nusu fainali ya kwanza itakuwa ni saa 7 kamili za mchana, ambayo itawakutanisha Simba Queens wakicheza dhidi ya Mashujaa Queens, na nusu fainali ya pili itakuwa ni saa 10 jioni kwenye uwanja huo wa KMC Mwenge, na itawakutanisha JKT Queens ambao watacheza dhidi ya Yanga Princess. Taratibu zote za mchezo tayari zimekamilika, na michezo hiyo haitakuwa na kiingilio. Kwa hiyo tunawaomba mashabiki wa mpira wa miguu wanawake, mashabiki wa mpira wa miguu kiujumla, tunawaomba kuweza kuhudhuria katika michezo hii. Ngao ya Jamii ni mchezo ambao unaashiria kwamba kufunguliwa kwa msimu wa soka la wanawake. Kwa hiyo Ngao ya Jamii, kusema kweli, kwa namna ambavyo timu zilizopo ambazo zinacheza katika shindano hilo, unaona ni timu ambazo zote ni timu shindani. Kwa hiyo tutapata picha pia ya namna ambavyo ligi itakuwa katika msimu wa 2025-2026. Kwa mchezo huo wa saa 7 za mchana, kwa maana hiyo nusu fainali ya kwanza, maana yake mageti yatafunguliwa mapema zaidi. Clifford Marion Nimbo, afisa habari wa shirikisho la Kanada hapa nchini. Kwa upande wao, Yanga Princess wameweka wazi namna walivyojipanga kuelekea mchezo wao wa Ngao ya Jamii dhidi ya mabingwa watetezi JKT Queens kwenye uwanja wa KMC Complex hapo kesho. Kocha wa Yanga Princess Edna Lema na nyota wa kikosi hicho wamesema hawana pressure yoyote na wapo tayari kuwakabili wapinzani wao. Timu yote iko salama na hakuna majeruhi yoyote na tumejiandaa vizuri. Niseme tu kwamba tunawaheshimu JKT na sitenda kwa kuheshimu, lakini hatuwaogopi. Kwa hiyo tutafanya kile ambacho tumefundishana mazoezini kuhakikisha kwamba tunapata matokeo mazuri. Tumejiandaa vizuri kuelekea mchezo wa kesho. Najua tunaenda kukutana na mpinzani bora zaidi. Nikisema bora zaidi namaanisha kwamba alikuwa bingwa msimu uliopita na amekuwa bingwa kwenye mashindano ya Sekafa. Kwa hiyo tunaenda kwa kumheshimu, lakini pia tunaenda kuanza safari ya malengo yetu ambayo tumejiwekea msimu huu kama Yanga Princess. Kwa hiyo malengo yetu ni ubingwa na hauwezi kuwa bora kama hujashindana na walio bora. Kwa upande wao, timu ya soka ya wanawake JKT Queens imesema imejiimarisha kuelekea mchezo wa Ngao ya Jamii dhidi ya Yanga Princess majira ya saa 10 kamili jioni, huku ikiwa na matarajio makubwa ya kutetea taji hilo walilolichukua msimu uliopita. Yanga ni timu nzuri na ni timu kubwa kama tunavyojua kwa mpira wa Tanzania. Ukizungumza kuhusu mpira wa wanawake basi bila kuitaja Yanga maana yake utakuwa ni muongo. Kwa hiyo mimi niseme kwamba tunaamini kabisa kwamba wamejiandaa vizuri na wao. Tunaamini vile vile kwamba tutakutana na upinzani mkubwa sana, lakini mwisho wa siku ambaye kajiandaa vizuri atapata matokeo. Ni kweli kwamba tumekuwa mabingwa, lakini mpira una matokeo ambayo hayatabiriki. Kama nilivyokuambia awali, ligi yetu ni ligi kubwa sana. Kwa hiyo ukilinganisha wale tuliocheza nao kule na ukamlinganisha na Yanga, tutakuwa tumekosea. Kwa sisi tunaamini kwamba tunakuja kukutana na upinzani mzuri, na kama nilivyozungumza awali kwamba ambaye amejiandaa vizuri basi apate matokeo. Tukisalia kwenye soka la wanawake, timu ya soka ya wanawake ya Simba Queens imejipanga kushinda mchezo wa kesho dhidi ya Mashujaa Queens ili kujihakikishia nafasi yao ya kutoa Ngao ya Jamii. Simba Queens itacheza dhidi ya Mashujaa Queens saa 7 kamili mchana dhidi ya Mashujaa kwenye uwanja wa KMC Complex Dar es Salaam. Timu tumeandaa vizuri na tuko tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho, na mchezo huu hautaki alama 3, huu unataka kusogea hatua inayofuata. Kwa hiyo kiujumla tuko vizuri na tuko tayari kwa ajili ya mchezo. Mchezo wa mpira miguu, mabadiliko kwenye timu ni kitu ambacho kinatokea kawaida, lakini kwenye swali lako la pili la mwalimu Eleneza ni mwalimu ambaye mzuri na ana train vizuri, lakini kutokuwepo kwenye soka la wanawake haisababishi kwa maana kwamba tusifanye vizuri. Kwa hiyo tunamuelewa na wachezaji wamemuelewa vizuri, lakini tunaamini tuna kitu ambacho tutaenda kukifanya kesho, na mtaona mabadiliko kwenye mchezo wa kesho ambao sisi wenyewe tumehatarisha vizuri. Wachezaji wote wako vizuri, wamepata maelekezo mazuri kutoka kwa mwalimu na tumejiandaa vizuri. Kwa kikubwa tunamwomba Mwenyezi Mungu, dua zake kulingana na maandalizi ambayo tumeyafanya kama wachezaji, kwa the way ambayo tumejipanga kama wachezaji, tunaamini tunaenda kupata pointi 3. Katika hatua nyingine, kocha mkuu wa Mashujaa Queens Ali Ali ameeleza hali ya maandalizi ya kikosi chake kuelekea mechi ya Jamii dhidi ya
hicho Sabina Mbuga akisema kuwa wamejipanga kuwafunga wapinzani wao hapo kesho. Tutaingia kwenye mechi ya kesho kwa kuheshimu Simba kwa sababu Simba ni timu ambayo kwa siku nyingi kuna ligi ya wanawake. Mechi ya kesho ni mechi ya mbinu. Mechi ya kesho ni mechi moja ambayo inaweza kuzaa mechi ya pili. Kwa hiyo mechi ya kesho tutaingia kwa tahadhari kubwa kuwasoma kwanza wapinzani wanacheza vipi ili tuweze kukabiliana nao. Lakini na imani kwa wachezaji wangu, mafunzo tuliowapa, Mungu kesho kaamka salama na imani wakiashika yale tuliowapa mazoezini, mechi ya kesho kwa uwezo wala tutashinda. Shukuru Mwenyezi Mungu kutufikisha siku kama ya leo. Tunaomba pia kesho aweze kutuamsha salama. Lakini kwa wachezaji wenzangu, kila mmoja ana hali amejiandaa kimchezo, kila mmoja ana morali na mechi, kila mchezaji anautaka mchezo. Kwa hiyo kama sisi wachezaji tumesikiliza benchi ya ufundi, nafikiri tukiyafuata maelekezo ambayo wametupa tutapata matokeo mazuri kwa upande wetu. Naam, ni timu nne hizo ambazo zitakwenda kuminyana kwenye michuano hii ya muda mfupi. Angawa Jamii kwa upande wa soka la wanawake, mwenyewe niungane na Philip Mkini kuweza kusikia kutoka kwake mtazamo wake kuhusiana na michuano hiyo. Philip, karibu tena. Sema kaka. Mambo yanaenda? Safi, mambo yanaenda. Ya, bana JKT Queens ndiye bingwa mtetezi wa michuano hii na ndiye bingwa pia wa ligi kuu msimu uliotoka kumalizika. Anaingia kwenye kibarua kingine cha kutetea taji lake la Ngao ya Jamii. Sofa, unaitazama vipi michuano hii? Kwanza ni michuano mizuri sababu kadri siku zimezidi kuongezeka imekuwa na mwamko mkubwa sana. Mashabiki wanahudhuria, kumekuwa na maneno mengi kupita kuanzia kabla hata hizi mechi, kumekuwa na vitu vingi sana kuonesha kwamba ligi ya wanawake inakuwa kadri siku zinavyozidi kuongezeka. Kwa JKT ni timu ambayo imeshajiweka kwenye malengo yake ya kwamba inataka kuchallenge zaidi kwenye soka la wanawake, na kweli wamekuwa wakionyesha hicho kwa sababu tazama miaka ya hivi karibuni, mwanzo Simba alikuwa anatawala kwenye soka la wanawake. JKT alipokuja unamuona ana bato sasa hivi kuchukua ule ufalme ambao Simba alikuwa nao. Msimu uliopita amechukua ngao, amechukua ubingwa wa ligi kuu akiwa na bato na Simba Yanga pamoja na Mashujaa. Kwao unawaona ya kwamba tayari wameshajiandaa kwa ajili ya kupambana na hizi timu kubwa. Lakini pia kwa sasa hivi ukiwataja JKT kwa Tanzania huwezi kuacha kuwataja kwamba ndio ni mmoja kati ya timu kubwa kwenye soka la wanawake. Sababu wameenda juzi wamechukua ubingwa wa Kagame. Kwa hiyo unaweza kusema hata kwenye hii mechi ambayo tunaiendea sasa hivi timu ambayo iko active zaidi ambao kwa sasa hivi imefanya mazoezi vizuri unaweza kuwataja JKT kwa sababu pia wametoka kwenye mashindano. Wengine wanaenda wakiwa na vikosi vyao, kwa hiyo wamejiandaa vizuri, lakini ni ngumu kama hapa katikati ya kupata mechi nyingi sana za kujipima nguvu. Sio. Umewazungumza JKT ambao kwa current form wamekuwa bora sana, sio ndani tu mpaka kimataifa, na wataenda pia kuwakilisha kimataifa nadhani Algeria pasina shaka mwezi huu. Sasa najaribu kuangalia wanakwenda kumenyana na Yanga Princess ambaye yupo chini ya kocha mwenye uzoefu mkubwa na soka la wanawake kwa Tanzania, Edna Lema. Itakwenda kuwa mechi aina gani? Moja ya kati ya mechi ambao mashabiki wanatakiwa wasikose ni kati ya Yanga na JKT. Msimu uliopita hizi ndio timu mbili ambazo ziliingia finali na JKT wakachukua ubingwa, lakini kwa yule ambao alikuwa anaitazama ile Yanga ya nyuma miaka mitatu nyuma, kama aliitazama msimu uliopita, nafikiri ataelewa kwamba kuna mabadiliko makubwa sana yamefanyika kwenye ile timu. Yanga wana timu nzuri na hapa katikati wameongeza wachezaji wengi sana kwenye usajili wao. Edna Lema ni kati ya walimu ambao hawapendi sana kufeli. Kwa hiyo anaamini ya kwamba kama hakupata msimu uliopita, msimu huu anaweza kupata. Sina shaka na kikosi chao jinsi ambavyo wamekiandaa. Mimi naamini washabiki aende atakutana na mechi ambayo ni bora sana, kwa sababu moja ya kitu ambacho Yanga wanataka ni kuhakikisha nao wanaingia kwenye ule ufalme wa soka la wanawake. Bado kuna wakati unaona wanakuja na kutoka, lakini naamini kwenye mipangilio ambao wanaifanya, wale ambao watakutana nao msimu labda wanaweza kukutana na surprise ambao walikuwa hawaitarajii. Tukiachana hilo tuwatazame Mashujaa. Wamekuja ghafla sana. Nyuma tulizoea hapo kwenye ukiwacha hawa watatu utamkuta labda Fontaine, utamkuta labda nani hawa kutoka Iringa, Mlandizi. Kulikuwa kuna Baobao pia. Yes, Baobao pia walikuwa wanafanya vyema sana. Yes. Sia Queens kutoka Iringa. Imekuja hivi. Tumtazame Simba Queens kama anakwenda kukutana na mechi ya aina gani? Moja kati ya mechi ngumu sana. Sababu Mashujaa msimu uliopita wamefanya vizuri kwenye ligi. Walimaliza nafasi ya 4. Na ni moja kati ya timu ambazo zilikuwa zimebaki mechi 4 unaona wanabato kwa ajili ya kuwania ubingwa. Kwa nini wamefanya hivyo? Nafikiri wanaiga sana kile ambacho wamekifanya JKT. JKT ambao tulikuwa tunazungumzia mwanzo, wana wachezaji 12 kwenye timu ya ligi kuu. Taasisi ni kama vile ni taasisi ambazo zinafanana. Kwa hiyo wanakwenda kwenye sehemu ile ambayo JKT wanapita. Kikubwa ambacho Mashujaa wamekuwa wakikifanya, wameboresha sana kwenye eneo lao la ushambuliaji.
Hata ukiangalia msimu uliopita ile timu yao ilikuwa ni moja kati ya timu iliyofunga idadi kubwa sana ya mabao. Pamoja na kwamba wanaenda kukutana na Simba. Simba wanaenda kukutana nao ni wana uzoefu ni soka la wanawake. Kwanza hilo hata uweze ukapinga kwa sababu wamecheza muda mrefu, walimu wao wako muda mrefu. Kina Musa Hassan Mgosi wanajua ligi ya wanawake, nafikiri ndio kati ya mwalimu ambao amedumu muda mrefu zaidi kwenye ligi. Kwa hiyo anaenda kuzitazama hizi mechi. Kama ukiingia hiyo saa 7 uwanjani au ukikaa kwenye TV saa 7, basi wewe toka saa 1, lakini utakuwa kuna kitu utakuwa umeenjoy sana. Mlandizi tumewagusia hapo. Waliwahi kuja kuwa kama surprise package, wakabeba mpaka ubingwa. Walichukua ndo mabingwa wa kwanza soka la wanawake. Kwanza kabisa soka la wanawake. Mashujaa. Tuwape hiyo nafasi kwamba inaweza kuwa surprise package kwenye ngao ya jamii hii, ukiacha ligi ambayo wamekosa kidogo, ama bado tunatakiwa kuwa na akiba ya maneno. Moja, kwa sababu challenge anayokutana nao Mashujaa ni kwamba kama kesho akishinda atatakiwa pia kucheza mechi nyingine. Yaani hapa mechi ni 2. Kwa hiyo ana uwezo wa kwenda kukutana na JKT ambao ni bora zaidi. Dabi ya timu za jeshi. Inaweza ikatokea hiyo kwa sababu yeye akishinda kesho na JKT akishinda kesho, na maana ni dabi ya timu za jeshi ambao wenyewe wanaweza wakafanya sherehe hata kabla ya siku ya fainali, kwa sababu wenyewe watakuwa na uhakika wa kuchukua huo ubingwa. Kwa hiyo nafikiri kikubwa ni kuwasubiria tuone kama wameboresha pale ambapo walifeli msimu uliopita, basi wana uwezo wa kufanya vizuri zaidi. Bwana, shukrani sana Mkini. Nimepata kufahamu mengi kutoka hapo kwako na hapa sina shaka umetujuza. Ni Philip Mkini huyo, mchambuzi wa masuala ya soka, nikizungumza naye kuhusiana na yale ambayo tumejua hapa kuhusiana na kinachoendelea kwenye soka la wanawake nchini. Leo sasa tuwatazame Young Africans, ambapo tunafahamu miongoni mwa timu ambazo sasa hivi wanajiandaa vyema kuelekea kwenye michezo ya ligi ya mabingwa barani Afrika ni pamoja na Young Africans, ambapo baadhi ya mashabiki wa Young Africans Dar es Salaam wao wameeleza namna walivyojiandaa kuelekea kwenye mchezo raundi ya kwanza ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Silver Strikers utakaochezwa Malawi Oktoba 18. Dalizi yetu ya safari ya kuelekea Malawi ni makubwa kweli kweli, ukilinganisha na club tayari imeshatoa mwongozo wa kiwango halisi cha nauli kwa ajili ya kwenda Lilongwe, shilingi 200,000, na kila Mtanzania anaweza kuafford nauli hiyo kuelekea Malawi. Sisi tumejiandaa kuondoa gari nyingi zaidi, kwa sababu tunakutana baadhi ya matawi, tumezungumza namna ambavyo safari inapaswa kuwa nyepesi zaidi na mashabiki wengi kuafford kulipa hiyo nauli kuelekea Malawi. So far mpaka sasa hivi kuna gari zaidi ya 20 ambazo zimeaccept kuwa zitatoa gari kutoka Tanzania kuelekea Malawi. Ujue kitendo cha kuamka unamkuta rais wako wa klabu ya Young Africa ni mjumbe CAF, wewe unajisikiaje? Lazima ujisikie una furaha. Na ndio maana naenda kutupelekea safari yetu inakuwa rahisi zaidi, kwa sababu tunaenda kutembea na mjumbe wa CAF kwenye klabu yetu ya Young Africa. Nadhani safari imejiandaa vizuri na anaratibu Ari Kamwe, mwalimu Yanga, nauli ni 200,000. Tunaanzia safari klabu, wenzetu ambao wanatupokea na Chimwene 10. Naipa 100% Young Africa kwa sababu ya ubora wa kikosi changu. Ile timu ni bado ndogo sana. Nadhani ni mara ya kwanza kuingia klabu bingwa, si ndio? Basi mimi naenda kuchukua pointi 3 nyumbani kwake na ninakuja Taifa mimi namtandika, nazidi kusonga mbele. Mchezo huu ni mgumu. Ni mgumu kutokana na mpinzani tunaenda kukutana naye. Maana yeye naye kufuzu naye ni bora kama mimi nilivyokuwa bora. Kwa hiyo tunaamini kocha wetu atajitahidi na mimi tutashinda. Hivyo kuhusiana na mashabiki wa Young Africans wakizungumza kuelekea mchezo mkondo kwanza ambao watacheza dhidi ya Silver Strikers kutoka kule Malawi. Na tukamilishia nusu saa ya kwanza ya mshike hii leo. Nimekujuza pia baadhi ya yale makubwa tulionayo mezani, ikiwemo pia kuelekea mchezo ambao utapigwa punde tu kutoka hivi sasa kati ya Tanzania dhidi ya Chipolopolo kufuzu kombe la dunia. Lakini je, yepi ambayo nitakujuza kwenye nusu saa ya pili ya mshike machache kati ya ambayo nitakujuza ni pamoja na haya. Kylian Mbappe na Ibrahim Konate wakosekana mazoezini timu ya taifa ya Ufaransa kuelekea michezo inayofuata. Na matajiri wa jiji Azam FC wapo tayari kuikabili KMKM kombe la shirikisho barani Afrika. Mshike, usiondoke.
Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni Mshike. Klabu ya Simba imeendelea na ziara ya kutoa elimu katika mikoa mbalimbali nchini juu ya ununuaji wa jezi halali na kuacha kuzikubali jezi feki, ambapo siku ya leo klabu hiyo imepita na meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ahmed Ali, na wamefika katika ofisi za mkuu wa wilaya ya Arumeru mkoani Arusha Mwinyi Ahmed Mwinyi ili kutoa msisitizo juu ya elimu hiyo. Tupo katika ziara ya kuzunguka katika maeneo mbalimbali ya Tanzania. Ziara yetu ilianzia juzi, tumeanzia Bagamoyo kwa maana ya Pwani, tukapita vijiji mbalimbali vya Pwani, Tanga, jana tulikuwa Kilimanjaro, na hii leo tumeamkia Arusha, na alhamdulillah tumeanzia ziara yetu hapa katika halmashauri ya Arumeru na wilaya ya Arumeru. Ziara yetu Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ina lengo la kutoa elimu kwa wanasimba, hasa kwenye kununua bidhaa original za klabu yetu. Liko tishio kubwa sana ambalo linaikabili maendeleo ya klabu yetu kwa wanasimba kuacha kununua bidhaa original na kununua bidhaa feki. Tunafahamu ziko jitihada mbalimbali ambazo zinafanyika kuwakamata wale wote ambao wanahusika na kuuza, kusambaza bidhaa feki, na kwa hapa nichukue nafasi kulishukuru jeshi la polisi, limekuwa nasi bega kwa bega kuwakamata wale wote ambao wanafanya biashara hiyo. Lakini baada ya kukaa na kufikiri, tukasema njia hii peke yake haitoshi. Hebu tuzunguke katika matawi, tuzunguke katika maeneo mbalimbali, tuzungumze physically na wanasimba wenyewe, kuwapa elimu kuweza kuachana na kununua bidhaa feki. Ukiweza kubadilisha mtazamo wa mtu, ukamweleza ubaya wa yeye kutumia bidhaa feki, na ukamweleza umuhimu wa yeye kutumia bidhaa original za klabu, unakuwa tayari umeshinda vita hiyo ya kukabiliana na bidhaa feki. Karibuni sana Arumeru. Najua mmekuja, mmeona baadhi ya watumishi wamepata fursa ya kupata uzi wenyewe. Sisi hatujabadilisha uzi. Yaani tulivyoutoa ndio ule. Yaani hatukuwa na pati tu ya kujaribu, hatukutaka kujaribu alafu tukaona mapokeo. Sasa kuna watu wamejaribu, walivyoona mapokeo sio mazuri wakarudi, kwa sababu walijaribu kuskani, chuma kilikuwa kiskaniki. Kwa hiyo wakaona sio vibaya warudi kwenye mfumo wetu, na ndio ukubwa wa Simba ulivyo. Kwa hiyo sisi tunawakaribisha sana, lakini kwa niaba ya wana Simba wa Arumeru ni watakie kila la kheri msimu huu. Tugeukie matajiri wa jiji sasa, Azam FC, ambao wao wameendelea na maandalizi kuelekea mchezo wa juma lijalo dhidi ya KMKM kutafuta tiketi ya kutinga hatua ya makundi kombe la shirikisho barani Afrika utakaopigwa Oktoba 18 visiwani Zanzibar. Afisa habari wa Azam FC Hashim Ibwe amesema kwa sasa mazoezi yanaendelea kwa wachezaji ambao hawajajumuishwa katika vikosi vya timu ya taifa kwa mataifa wanayotoka. Kwanza tunashukuru Mungu kwamba tunaendelea na mazoezi, na kipindi hiki ambacho wachezaji wetu baadhi wako timu ya taifa, hawa ambao wamebaki wanaendelea na mazoezi, na kuna wachezaji wengine ambao walikuwa wamekwenda kutibiwa. Sheikh Nadia Kite alikwenda Afrika Kusini kwa ajili ya matibabu, naye tayari amesharejea hii leo, na tunategemea pengine ndani ya kipindi kifupi atarejea moja kwa moja mazoezini. Lakini Tepsi Evans ambaye alipata injury ndogo tulivyokuwa kule kwenye mchezo wa kwanza dhidi ya Al Merreikh Bentiu, naye tayari ameanza mazoezi pamoja na kikosi kingine. Kwa hiyo hii ni safari miongoni mwa safari ambazo tunazitengeneza na kuendelea kuzizingatia, ukizingatia kwamba mchezo dhidi ya KMKM hatudhani kama ni mechi rahisi. Ni mechi ngumu sana kwa sababu kila timu inajaribu kutafuta qualification ya kwenda hatua ya makundi. Kivuka KMKM ni Tanzania imekwenda, ikivuka Azam FC ni Tanzania pia imekwenda. Kwa hiyo kila mtu anajaribu kutafuta namna ya kuifanya nchi yake iwe proud na yeye kwa kuingia kwenye hiyo hatua. Sisi binafsi kama viongozi tumejiandaa, tuko tayari kwa ajili ya haya mapambano. Tunajua ni kiu ya mashabiki wa Azam FC kwa muda mrefu kuiona timu yao ikiwa hapo, na sisi tunapambana kuhakikisha kwamba hilo tunalifanikisha. Ni jambo baya, si jambo zuri kuona timu kama Azam Football Club miaka 20
quality iliyokuwa nayo, technical bench ambayo tuko nayo, alafu tukawa tumeshindwa kuingia hatua ya makundi hata mara moja. Kwa hiyo viongozi wetu, wamiliki wetu, kila mtu ambaye anatuzunguka ndani ya timu, mashabiki wetu wamekuwa kila mmoja kwa nafasi yake akicheza nafasi yake ili kuhakikisha kwamba timu yetu inaingia katika hatua inayofuata. Kwa hiyo ni jambo la kujivunia na tuko tayari kwa ajili ya kuifanya Tanzania kuwa fahari yetu. Hashim Ibuyo, afisa habari wa Azam FC. Kikosi cha klabu ya Singida Black Stars nacho kinaendelea kujiandaa na mchezo wa kombe la shirikisho Afrika dhidi ya klabu ya Flambeau du Centre ya Burundi katika mchezo ambao utapigwa Oktoba 19 mwaka huu nchini humo. Mwandishi wetu Deus Liganga kutoka Singida anaarifu zaidi. Ni mazoezi ya kikosi cha Singida Black Stars wakiendelea kujifua katika uwanja wao wa nyumbani wa Airtel Stadium katika eneo hili la Mtipa hapa mkoani Singida kwa ajili ya kujiandaa na mchezo wao wa kimataifa wa kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya klabu ya Flambeau du Centre ya nchini Burundi. Maandalizi ya kuelekea mchezo wetu wa kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Flambeau du Centre ya kule nchini Burundi naweza kusema yameanza rasmi leo hii katika viwanja vya Airtel hapa Mtipa nyumbani kwetu Singida, na bado tuna muda wa kutosha kujiandaa kwa sababu mechi ambayo tunacheza kule ugenini tunacheza tarehe 19 mwezi Oktoba, na mipango ya safari inaendelea kufanywa pamoja kwa chini ya uongozi, lakini chini pia ya ofisi ya mtendaji mkuu kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa sawa. Tunatarajia timu itasafiri tarehe 17 kuelekea nchini Burundi kama kila kitu kitaenda sawa, lakini hapa kati tunatarajia kuwa na mechi za kirafiki kulingana na programu ya kocha na kuendeleza mazoezi na kujiandaa. Kwa upande wao, baadhi ya mashabiki wameelezea hisia zao juu ya safari yao ya kuelekea nchini Burundi kwenda kuisapoti klabu yao pendwa ya Singida Black Stars. Tumejipanga vizuri kabisa kwa sababu tunachokihitaji sisi ni ushindi. Na ushindi ni pale pale tulipoishia ndipo tunapoanzia. Kwa hiyo Burundi wao wajipange. Sisi bwana tumejipanga na kwenda safari yetu kule Burundi kuifuata timu yetu Black Star ili tukapate ushindi mnono. Na tunahitaji kwanza ushindi, alafu tunahitaji furaha. Wana Singida wanahitaji ushindi na wanahitaji furaha. Wale wachezaji wetu nataka twenda tuweke vibe kubwa huko eneo la Burundi kule. Wakina nani hao? Wasingidani hao. Kutoka katika eneo hili la Mtipa mkoani Singida, Deus Liganga, Azam Sport. Naam, leo tuangalie kwa ndani zaidi hayo ambayo yanazungumzwa kuelekea mechi hizo mbili za kombe la shirikisho. Karibu tena Philip Mkini. Tuweze kuzungumza japo kwa uchache tu na kwa haraka mechi hizi mbili muhimu. Kwanza Azam FC haendi mbali sana. Ni visiwani Zanzibar dhidi ya KMKM. Wawili hawa wa nyumbani. Nini maoni yako kuelekea mchezo huo? Ni mechi nzuri. Ni mechi ambao kwenye jicho la kawaida unaweza ukaitazama ukaona kama vile ina mzani sawa. Kitaifa tunafurahia kwa sababu tayari kuna nafasi moja, tutakuwa tuna timu moja imeenda. Tayari sasa hivi ni uhakika. Mpaka sasa hivi ni uhakika kwao. Wenyewe wanaenda kwenye bato yao wenyewe ambao ni ya kutafuta sasa ni nani ambao anaenda kuiwakilisha nchi, kitu ambacho ni kizuri. Sio timu ngeni, zinajuana. Zimekutana hivi karibuni, nafikiri michezo kadhaa ya kirafiki pia. Michezo kadhaa ya kirafiki. Azam mara nyingi sana wanaenda Zanzibar kwa ajili ya kujiandaa, lakini KMKM mechi zake nyingi za kirafiki kabla ya uwanja wa Amani haujafanywa marekebisho, walikuwa wanatumia uwanja wa Chamazi. Kwa hiyo wote wanajuana. Itakuwa ni mechi ambayo kila mmoja anataka kuonesha msuli wake ya kwamba anaweza. Ni timu ambazo zote zinatafuta rekodi. KMKM anatafuta rekodi ya kwenda hatua ya makundi, lakini pia Azam pia anatafuta rekodi ya kwenda hatua ya makundi. Azam atakuwa na pressure zaidi kwa sababu KMKM wakati wenyewe wakiwa wanajiandaa na wachezaji 30 uwanjani, Azam wanawezekana wakawa wanajiandaa na wachezaji 20 au wachezaji 10 na kwa sababu ya wale ambao wameenda kwenye timu ya taifa. Hem, tumgusie Singida ambaye anakwenda kule Burundi. Kwa soko la Burundi tumeshawaona wakina Vital Law na wengine. Safari ni zamu ya Flambeau huyo anakwenda kumenyana na Singida. Nini unakiona kwa Singida? Sio timu kubwa lakini sio timu ndogo. Sababu wakati ukiwa unaizungumzia unasema kwamba unaenda Burundi kucheza na timu ambayo sio kubwa, nao watakwambia kwa Tanzania Singida nayo sio timu kubwa. Ukiangalia kwenye kuanzishwa timu ya Burundi imeanzishwa kabla ya Singida. Lakini mafanikio Singida inaonekana ameshawazidi kwa sababu Singida ameshachukua ubingwa wa Kagame. Kitu ambacho kinamfanya kuwa tofauti sasa hivi na timu nyingi za umri wao ambao zimeanzishwa hivi karibuni. Kwa hiyo kikubwa nafikiri Singida wamecheza mechi za ligi, wamefanya vizuri kwenye mechi zao zote za ligi. Wanakwenda kumalizia hiyo kwa sababu walishashinda ugenini kwenye mechi ya kwanza, kwenye ile hatua ya kwanza, basi na sasa hivi waende tena wakamalize kule, waje wakamalizie kazi hapa nyumbani.
Sio? Shukrani sana Philip. Tutakutana hapo baadaye. Ni Philip Nkini, mchambuzi wa masuala ya soka, nikizungumza naye kuhusiana na mambo yanavyokwenda hasa kuelekea kwenye mchezo unaofuata ambao timu mbili kutoka Tanzania zitakuwa mzigoni kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Tuangalie lingine tulionalo baada ya Coastal Union kumtangaza kocha wake mkuu Mohamed Muya ambaye aliwatumikia Fountain Gate mwanzoni mwa msimu uliopita na walienda kwa mafanikio makubwa, akifanikiwa kuongoza ligi kwa miezi kadhaa. Afisa habari wa klabu hiyo Hussein Mchomvu amesema Muya ni kocha mzuri na ana imani atawafikisha mahali pazuri kutokana na uzoefu alionao kwenye ligi kuu ya NBC. Mohamed Muya, mbele unamalizia neno mwanazuoni. Sisi kule Tanga tunamuita mwanazuoni. Ni miongoni mwa wadamu wachache wenye elimu kubwa ya mpira, lakini pia anatumika kutatua changamoto za kimpira kwenye upande wa taaluma. Yaani kielimu yeye ni mtatuzi wa changamoto za kifootball. Kwa hiyo yule anastahili kuwa mwanazuoni. Kweli tumempa kandarasi Mohamed Muya na ndio kocha mkuu wa Coastal Union tunavyoongea hivi sasa. Matarajio yetu kwake ni makubwa kweli kweli, kwa sababu ni kocha mwenye uzoefu mkubwa na ligi ya NBC, lakini pia anawafahamu wachezaji wengi tuliokuwa nao kwenye kikosi chetu. Mbali na hivyo, Mohamed Muya ni kocha ambaye ni mnyumbulifu kimbinu akiwa uwanjani. Ndio maana sisi baada ya kuachana na kocha Ali Ameir tumeingia sokoni tukaamua kumtafuta mwanazuoni na kumpa kandarasi aje kuinua Coastal Union, kwa sababu yule anaweza kutufikisha sisi nchi ya ahadi. Elimu yake ya mpira ni kubwa, uzoefu wake umeshindikana. Ni kocha ambaye tunatarajia tufikishe mbali sana kwa siku za usoni. Unajua sisi malengo yetu msimu huu kumeweza kwenda zile nafasi 4 za juu kwenye ligi ya NBC. Tuna kundi kubwa la wachezaji wazuri, tumefanya usajili wa maana sana msimu huu, lakini sasa hiyo haitoshi. Lazima tupate mwalimu ambaye anaweza kutuongoza, anaweza kufundisha timu icheze, anaweza kuingiza maarifa kwa wale wachezaji wenye vipaji vikubwa. Mshike usiondoke. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni mshike. Karibu tuendelee kuangazia tulionayo. Uongozi wa klabu ya Fountain Gate umepokea kwa furaha taarifa za kuruhusiwa kufanya usajili kwa wachezaji ambao walikuwa bado hawajasajiliwa kwenye mfumo. Akizungumza na Azam Sports, afisa habari wa klabu hiyo Issa Mbuzi amezungumzia kuruhusiwa huko kuwa miongoni mwa hatua ambazo zitaleta ongezeko la ubora kwenye kikosi hicho. Klabu tulizipokea vizuri kwa sababu ni taarifa ambazo tulikuwa tukizisubiri kwa hamu. Taarifa ambazo zilikwenda kuua tetesi na kelele zote za kwamba pengine tungeweza kumaliza msimu amini duru hii ya kwanza pasi kuwa na nafasi ya kuwapa nafasi wachezaji ambao bado hawajaingia kwenye mfumo kucheza kwenye hizi mechi za raundi ya kwanza. Kwa hiyo taarifa zile ni kama zilitupa sisi faraja, lakini pia kuwapa faraja watu wote ambao walikuwa wanatutakia mema sisi kama timu, mashabiki, wadau na Watanzania ambao mara zote wamekuwa wakipenda kufuatilia timu yetu na masuala yetu mbalimbali yanayohusu mpira. Kwa hiyo TFF kusema vile maana yake ilikuwa ni dalili njema za kwamba sasa
tuko tayari na sisi tumekidhi vigezo na tumelingana na timu zingine ambazo ziliweza kutamatisha ama kukamilisha swala zima la usajili. Kwa ni taarifa nzuri na viongozi wanaendelea kupambana kuhakikisha basi wanamaliza yale masaa ambayo tumepewa kwa ajili ya kuingiza wachezaji kwenye mfumo, ili tarehe 17 tukicheza mechi yetu ya mzunguko wa 4 dhidi ya Dodoma Jiji, basi tucheze tukiwa na wachezaji wetu wote ambao walikuwa bado hawajapata nafasi ya kuingia kwenye timu. Na tutazame lingine sasa, tugeukie vitasa kuelekea usiku wa vitasa wa knockout ya Mama Season 6. Mchambuzi wa ngumi nchini Aidan Mlimila amesema miongoni mwa pambano bora kwa siku hiyo ni lile kuu litakalomkutanisha Juma Choki dhidi ya Man Kandani kutokana na uwezo wa Choki katika mapambano mbalimbali. Fight ya kwanza ni ile main card yenyewe ambayo inamhusisha bondia Juma Choki ambaye miezi kadhaa iliyopita alikuwa Mtanzania pekee na miongoni mwa bondia ambao hawazidi wawili au watatu kutoka ukanda wa Afrika Mashariki na Kati ambao walipata nafasi ya kushiriki michuano ile ya dunia ya Grand Prix ambayo ilikuwa inadhaminiwa na serikali ya Saudi Arabia. Michuano ambayo inaendelea mpaka sasa hivi ikiwa kwenye hatua za mwishoni. Juma Choki alikuwa ni miongoni mwa bondia ambao kutoka Afrika, mabondia wachache kutoka Afrika walikuwa kwenye ile event. So baada ya pale hii Choki inakwenda kuwa ni event yake ya kwanza tangu atoke kwenye ile tournament. Kwa tunakwenda kumtazama Choki ambaye amepata bahati ya kuwa kwenye jukwaa kubwa ambalo ninaamini limemwongezea vitu vingi sana. Kwa hiyo moja kati ya mambo ambayo sisi wapenzi wa boxing wadau kwa ujumla wake tuna kungojea kwenda kukiona, ukiondoa hiyo ukiondoa hiyo matchup kati yake na Mankanda, kwenda kumtazama Choki ambaye tunaamini atakuwa ameongeza vitu vingi sana kutokana na kupata nafasi ya kuwa kwenye jukwaa kubwa la boxing. Kisile kwenye masumbwi kwa upande mwingine, bondia Yusuf Changarawe naye atashuka ulingoni dhidi ya bondia Kenneth Lukimuzi kutoka Ghana, huko akitarajiwa kuweka rekodi mpya ikiwa ni pambano lake la pili katika ngumi za kulipwa. Kwa miaka karibuni kwenye ngumi za reserve Tanzania tumebarikiwa kupata kuwa na moja kati ya mabondia ambao walikuwa wakifanya vizuri sana. Yusuf Changarawe, yani ukitaja orodha ukiorozesha bidhaa ama products ambazo Tanzania kama nchi kupitia amateur boxing imewahi kuzalisha kwenye historia ya boxing, miongoni mwao hautaacha kumtaja Yusuf Changarawe. Yani utataja wengi, wakina Yomba wengi wapo, wakina Kidunda wengi, lakini miongoni mwao pia ni Yusuf Changarawe ambaye kwa miaka karibuni ama kwa miaka 10 iliyopita ya karibuni Yusuf ni moja kati ya bondia ambao wamekuwa na career nzuri sana kwenye amateur boxing. Yusuf Changarawe ambaye mwaka 2022 alipata nafasi ya kwenda kushiriki michuano ya Jumuiya ya Madola na alifanikiwa kushinda medali ya shaba, bronze medal, maana baada ya kufika hatua ya nusu finali. Yusuf Changarawe huyu rasmi amefanya maamuzi ya kuingia kwenye professional boxing. Kwa hiyo hii ni event ambayo kwa mara ya kwanza wa Tanzania kwa wingi wao wanapata nafasi ya kwenda kushuhudia moja kati ya products bora kwenye amateur boxing ya nchi yetu. Na mtugeukia pool table sasa, Mtanzania Jackson Ng'anyi kutoka Snipers Club ya pool table ametoa ubingwa wa mchezaji mmoja yani single katika shindano la kimataifa mchana lililoandaliwa na Mchana Pool Club ya Kilimani jijini Nairobi nchini Kenya. Ametoa ubingwa huo baada ya kumfunga Melkizedek Amideus wa Skylight Pool Club kwa fremu 11 kwa 8. Tanzania imefanya vyema katika mashindano hayo kwa kushika nafasi 3 za juu, huku nafasi ya 4 ikichukuliwa na mchezaji kutoka Mchana Pool Club, na hapa bingwa anaelezea namna alivyopambana kutoa ubingwa huo. Kwanza kabisa ni mazoezi. Nimefanya mazoezi ya kutosha Tanzania, then nimekuja Kenya hapa Mchana kwa ndugu zetu, na nilimwomba sana Mwenyezi Mungu kutokana na hii game nilikuwa nataka sana kushinda. Wapinzani wangu ambao nimekutana nao kuna wachezaji kama Mbele Steven, kuna Yegon, wamenipa competition kwa kweli katika game zao ambao nimekutana nao. Hali ya ushindani ilikuwa ni ngumu kwa kweli, siwezi kusema mashindano yalikuwa mepesi, mashindano yalikuwa ni magumu, lakini nimetoka kuwa bingwa. Ina maana ubingwa wangu nitaendeleza ubingwa wangu kumiliki hivi. Yaani siku yote nikija Kenya mimi ndio nitakuwa bingwa mtetezi, kwa hiyo nawaahidi nitaendelea kufanya vizuri. Napongeza Mchana kwa kuandaa mashindano kama haya. Hatukutarajia tutapata upinzani mkali from Tanzania. Tulikuwa nafikiria watakuja tu tuwapige warudi nyumbani kwao bila ushindi, lakini wamekuja, wamejituma, wametupiga kwetu
natarajia labda wanaweza weka mchezo kama huu pale kwao da, hata sisi tukuje tujaribu kuwanyorosha pale kwao pia. Mwisho mshike mshike hii leo. Jina langu ni Kennedy Moses. Kwa niaba ya wote waliofanikisha hili ni kutakia kila la heri, lakini pia Stars wako mzigoni kwenye chaneli ya ZBC2 inayopatikana kwenye kisimbuzi hiki cha Azam. Hivyo kazi ni kwako kwenda kufuatilia mchezo huo. Uwe na usiku mwema.